Ya baraka jioni ya leo, na nishukuru Mungu kwa sababu ya vile tumetokelezea ili tukaweze kusikia neno la Bwana. Bwana sifiwe. Nimechelewa, nilikuwa shughuli hapa na pale, lakini nashukuru Mungu kwa kupata nafasi. Na kwa hivyo wakati unataka tushangilie Bwana kwa makofi, nimkaribishe Elizabeth, yeye ndiye atatulisha neno jioni ya leo, na tukaweze kumkaribisha katika jina la Bwana, in the mighty name of the Lord. Mpigie makofi vizuri. Amen. Mimi nainua wana mahali hapa katika jina la Bwana. Kwa hivyo wapatiwe kipaza sauti. Yeye ndiye amebeba mkate wa jioni ya leo katika jina la Bwana. Amen. Tumpigie sasa Yesu makofi katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la mwana wa Yesu Kristo, naja mbele zako jioni ya leo. Nashukuru na limindi na linua jina lako kwa sababu ya wakati huu na nafasi ambayo umenipa Bwana. Hakika sichukui kama ni kawaida kukuwa nimefika mahali nimefika Bwana, lakini Bwana wa majeshi imegharimu mkono wako Bwana wa mabwana hata kusimama kwa haya madhabahu. Jehova Mungu wa Israeli, Jehova Mungu wa Israeli, sio vile nilivyo mkamilifu kwako, wala sio vile nilivyotenda wema sana Bwana, lakini neema yako imekuwa juu ya maisha yangu Jehova Mungu wa Israeli. Ndiposa jioni ya leo nimenyenyekea nisionekane Bwana wangu na Mungu wangu upate kuonekana. Nimepungua zaidi na zaidi Jehova, wewe upate kuongezeka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jehova Mungu wa Israeli, maandiko inasema huwezi andaa meza pasipo watu wa kukula Bwana. Watu wako wako mbele yako Jehova Mungu wa Israeli. Jioni ya leo ninaomba uwalishe na uwanyweshe Bwana wa majeshi. Ninaomba ukaondoe maneno kwa kinywa changu mfalme wa ajabu, ukaliachilie neno lako mfalme wa amani. Jehova ninaomba Jehova Mungu wa Israeli, uondoe hisia zangu Bwana, uondoe mawazo yangu Bwana. Roho wako mtakatifu apate kutamaraki katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba unaponenea watu wako jioni hii, nami ukaninenee Bwana. Unapobadilisha watu wako Rabi, hata mimi usiniache nyuma Jehova. Unapoinua watu wako Rabi, ninaomba ulibinisha ni katika right for the lineta contelia be overside kiu Jehova, katika linisha ni ya right ulianae konta livasaida Rabi. Tumenyenyekea Bwana na tumenyamaza kimya, wewe upate kunena Bwana. Nitumie kama chombo Jehova Mungu wa Israeli, na wanaonisikia Bwana wa majeshi ukawafungue masikio ya mwili na hata ya rohoni Bwana, wapata kulisikia na kulitenda neno lako Baba. Ukifanya na utende yote ni asanti. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Semeni amen iliyo na nguvu. Bwana asifiwe sana. Ninashukuru Mungu jioni ya leo kwa sababu ya kunipa nafasi ya kusimama katika haya madhabahu. Bwana asifiwe sana. Nimetoka mbali na ninashukuru Mungu kwa sababu nimefika kwa ule wakati. Bwana asifiwe sana. Mipango yote sisi ndio tunapanga, lakini Mungu anatimiza. Bwana asifiwe sana. Ninaomba tu anisaidie, Roho wake awe juu, kwa sababu tutasikia vile Allah anataka. Bwana asifiwe sana. Si jambo nililokusudia, na sasa tutasikia neno kulingana na Roho wa Mungu. Nataka uende nami katika kitabu ya Injili ya Luka 15. Nitaanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 20. Tutaendelea mpaka 22. Luka 15 mstari ni wa 11 kuendelea. Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili. Naomba mwelekezi wangu, nataka nisome yote tu, alafu kwa zile verses utaniekea tu tunapoendelea. Yule mdogo akamwambia baba yake, Baba, nipe urithi wangu. Hivyo akawagawia wanawe mali yake. Baada ya muda mfupi, yule mdogo akakusanya vitu vyote alivyokuwa navyo, akaenda nchi ya mbali, na huko
akaitapanya mali yake kwa maisha ya anasa. Baada ya kutumia kila kitu alichokuwa nacho, kukawa na njaa kali katika nchi ile yote, naye akawa hana chochote. Kwa hivyo akaenda akaajiriwa na mwenyeji mmoja wa nchi ile, ambaye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula wale nguruwe, wala hakuna mtu aliyempa chochote. Lakini alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu, ambao wana chakula cha kutosha na kusaza, bali mimi hapa na kufa kwa njaa. Nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimetenda dhambi mbele za Mungu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanao, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka akaenda kwa baba yake, lakini alipokuwa bado yuko mbali, baba yake akamwona, moyo wake ukajawa na huruma, akamkimbilia mwanawe, akamkumbatia na kumbusu. Bwana asifiwe sana. I want to speak about when the grace of God is at work, things happen. Wakati neema ya Mungu iko kazi, mambo utendeka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na katika haya maandiko ni wengi, hata sidhani kama kuna mtu mwenye hajasikia kuhusu mwana mpotevu. Bwana asifiwe sana. Ukianza katika verse number 1, the Bible is talking about the lost things. The lost sheep, the lost coin, the lost son. Bwana asifiwe sana. Inaongea kuhusu kitu ambacho kimepotea, na Bwana anafananisha, Bwana asifiwe sana, anafananisha na ufalme wa mbingu na kondoo iliyopotea. Alafu anaufananisha na mama ambaye alipoteza shilingi yake, akaenda akaitafuta, na baada ya kuitafuta akaita wengine washerehekee. Bwana asifiwe sana. Na anataka kukufundisha mambo mawili. Kuna tofauti ya kufanya kazi ya Mungu, na kuna tofauti ya kufanya kazi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati unafanya kazi ya Mungu, it is optional. You can say, kwangu nitaenda leo na niende kesho, kwa sababu ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati unafanya kazi na Mungu, God's presence is at work. Bwana asifiwe sana. Uwepo wa Mungu pamoja na roho wake anakuelekeza. Unasikia hata ukiwa katika nyumba yako, leo nafaa niende fellowship, leo nafaa niende ibada ya katikati ya wiki, leo nafaa nikuwe hivi na hivi. Anakufundisha leo nafaa niombe sana na sana. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiamua ni kazi ya Mungu, Bwana asifiwe sana, ndiyo ni kazi, lakini unaweza ichagua. Unaweza sema hata sitafanya, kwa sababu wewe ndiye unasema. Lakini ukiuzisha Mungu katika ile kazi yake, Bwana asifiwe sana, ufanye kazi na yeye, things work. Bwana asifiwe sana. Mwana mpotevu akaenda kwa baba yake, akamwambia give me. Bwana asifiwe sana. Nataka mwelekezi wangu uniwekee ile version ambayo inasema give me. Yeah. The younger one said to his father, give me the share of the estate. Bwana asifiwe sana. Yani unipe my share. Bwana asifiwe sana. Na maandiko inasema ya kwamba babake akampa kama alivyoomba. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu aliomba apewe. Bwana asifiwe sana. Lakini maandiko inasema ya kwamba and the younger of them said to his father, give me the portion of goods that fallen to me, and he divided unto them his livings. Bwana asifiwe sana. Akawapea
akagawanya na akampea. Bwana asifiwe sana. Lakini maandiko inasema mwana mpotevu akapanga safari sasa, na kwa sababu akona mali anahama ule mji. Bwana asifiwe sana. Anaenda kuponda raha kwa sababu akona mali. Bwana asifiwe sana. Na alipoenda katika safari, Biblia inasema kwamba alitumia ile mali yake yote na akasquander everything, akawa hana kitu chochote. Bwana asifiwe sana. Ikawa hawezi kula kitu isipokuwa tu ahurumiwe akule ile mabaki ya nguruwe. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. The Bible says he came back to his senses. Nataka tuende na wewe. Nilikwambia amesema give me. Bwana asifiwe sana. Nao wakati ametumia kila kitu, he came back to his senses. Bwana asifiwe sana. Wakati anakula na nguruwe, anaona sasa ana mawazo inarudi tena. Anasema sasa ana build up his mind. Bwana asifiwe sana. Anauliza swali moja, ni watu wangapi wako katika boma ya baba wanakula na wanakunywa? Bwana asifiwe sana. Lakini mimi hapa ni mateso tu, mimi hapa ni jaa tubu. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. When he came back to his senses, alisema anarudi kwa baba. Bwana asifiwe sana. Na akapanga safari tena. Maandiko inasema hiyo verse number 17, when he came back to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Kwa hivyo alijua kwa baba yake kuna wafanyi kazi mahali pale, na hao watu wanakula na wanakunywa na wanaweka hakiba, lakini yeye anakufa njaa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe wapendwa. Bwana asifiwe sana. Akaondoka na akaenda kwa baba. Alipoenda kwa baba, Bwana asifiwe sana, baba kwa umbali akamwona. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Na alipomkimbilia yule mwana mpotevu akasema, nimekosa kwako na kwa baba, make me. I want you to get those three ones. Bwana asifiwe sana. For the first one, he said, give me. Bwana asifiwe sana. At the second, he came back to his senses. Bwana asifiwe sana. Na akarudi kwa baba. Bwana asifiwe sana. Na alipokuja kwa baba, akaomba msamaha, akaambia baba, I am no longer worth to be called your servant. Make me your servant. I am no longer worth to be called your child. Make me a servant. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hiyo ni kusema nini? Wakati neema ya Mungu iko kazi, Bwana asifiwe sana, utaomba na atakupea. Bwana asifiwe sana. Utapiga magoti yako, uitishe chochote unachokihitaji, ndio utapewa. Haleluya. Lakini wakati umepewa, how do you use it? Wakati umepewa hiyo neema ya kutumika, unatumikanga kwa njia gani? Unakuanga wewe ni wa manufaa, ama watu wanasema hata afadhali yangechaguliwa? Bwana asifiwe sana. Wakati umepewa ule upendo na Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni upendo, unautumianga kwa njia gani? Bwana asifiwe sana. Unapendanga kila kitu? Bwana asifiwe sana. Hata ukienda supermarket, kila kitu ni kizuri, lakini uchukuangi yote. Ukweli ama uongo? Unakuanga na you are selective because you want. Bwana asifiwe sana. Lakini hapa hauchagui ni kwa sababu unachagua tu, unachagua ni kwa sababu you have something inside in you. Bwana asifiwe sana. Uko na Mungu ndani yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hautachagua kila kitu ambacho umepatana nacho, ama ukisikia kukaa vile unataka ukae kwa sababu ni wewe unataka. Bwana asifiwe sana. Our God is a God of order and our God is a God of condition. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hatukaangi jinsi tunataka, na hata ukikaa utakaa kama mtu wa dunia. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Mwana mpotevu akapewa mali na akaenda akasquander. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Umepewa neema na Mungu,
hata ya kuimba vizuri, lakini hata huwezi imba. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Huwezi tumia hiyo kipawa yako vizuri kwa kuimbia Mungu sifa. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. You squander kwa sababu uliitisha ukapewa. Bwana asifiwe sana. Na Mungu hataki hivyo. Bwana asifiwe sana. Wakati umepigwa, wakati umeitisha mali imekuja, umeponda mali ndio wewe ukajipata katika matabu na katika mashinda, hapo ndipo you come back to your senses. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu imeisha, kwa sababu umepata shida. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu tunaomba na bado hatujapokea. Hapo ndipo unafikanga unaona hii shinda yangu lazima nirudi kwa mawazo yangu tena, nijue kama kuna mahali nimeenda kombo ndio maana sijapata. Hallelujah. That is where you come back to your senses and you come to the Father again. Kama mwana mpotevu, hapo unafika unamwambia, I am no longer worthy to be called your children, make me your servant. Wakini tazama wakuone wewe, unifinyange. Bwana asifiwe sana. Wakikuona wanaonanga nini? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu baba aliona mtoto, ndio, na mtoto amempa mali kulingana na vile aliona inastahili. Bwana asifiwe sana. Lakini mtoto hakutumia vile alivyoomba kile alichopewa kwa njia inayostahili. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu uliomba gari ukapewa, hapo ndio unasemanga kwa CFF hakuna parking hapo hakuna parking, sikusave hapo. Bwana asifiwe sana. Ukakumbuka kuna wakati uliomba gari na ukapewa, lakini hiyo baraka ndio imekuja, unaitumia kwa njia gani? Haleluya. Hiyo baraka utaniona mimi nikipita upandishe kioo, utaki kuniona. Bwana asifiwe. That is where unapatanga hizo baraka, unazitumia kwa njia mbaya, na wakati shinda imeingia, you now come back to your senses. Bwana asifiwe. Kwa sababu mwana mpotevu angekubali kufinyangwa. Bwana asifiwe sana. Angekubali akae kwa baba yake, aone vile ambavyo baba yake anamulea vizuri, anamuonyesha zile njia mzuri, angeenda kumisuse it. Bwana asifiwe sana. That is why anamwambia make me as a servant. Bwana asifiwe sana. At the end of the day, Bwana asifiwe sana. Wakati amepokea, ameharibu kila kitu, sasa anataka aundwe vingine. Make me. Bwana asifiwe sana. Ndio, umetaka sana kukua na ndoa, na hata Mungu amekupea hiyo ndoa, lakini hata akikupea huyo mzee, unamtukananga, unamwambia sasa wewe ni mzee wa aina gani? Na imagine uliomba mzee. Bwana asifiwe sana. Unamuuliza sasa, wewe ni mzee namba ngapi? Bwana asifiwe sana. Sasa uliomba baraka ndio hii ya mzee, na hata umupei amani. Haleluya. Wakati ataenda hivi akose kukuja, you come back to your senses and say to my Lord, make me a servant and help me to know how to deal with my husband. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Umeomba Mungu sana akakupea watoto, ndio, lakini unakasirikanga hata unaita mtoto ng'ombe hii. Bwana asifiwe. Auone Mungu, unaona hiyo kitu ingine. Bwana asifiwe sana. Wakati ataanza kumisbehave like that animal, that is why you will come back to your senses. Ujue hii ni baraka niliomba na nikapewa. Kwa sababu wengine wanaitwa nini? Tasa. Hawana kitu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kusema nini? Hata tukiwa katika nyumba la Mungu, kubali kufinyangwa. Na hivyo ndivyo watu hawataki. Utaki kuumbwa na Mungu mwenyewe. Juu huyu mwana mpotevu, maandiko haiongelelei ati ni mwana. Bwana asifiwe sana. Sisi hatutaki kukaa kwa Mungu. Mungu atuumbe jinsi anavyotaka sisi tuwe. Bwana asifiwe sana. Mungu sisi hatutaki Mungu atupeleke katika hiyo njia ya mauchungu, tuzae kile Mungu anataka. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Jana mtumishi akatuambia kama unataka kitu izaliwe, haizaliwangu bila uchungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima ufinywe, wakikutazama wanaona Mungu. Haleluya. Ndiyo sasa urudi upewe. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiomba upewe kwanza bila kufinyangwa, haleluya, utaimisiuse, hautajua maana yake. Bwana asifiwe sana. Lazima wapendwa tukubali kuundaundwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu when you come back to your senses, utaona hii shida yangu inaletangwa na mimi siendangi ile njia sawa inapendeza Mungu. Bwana asifiwe. Ama kuteseka ninaoteseka ni kwa sababu Mungu anataka nikuwe mkarimu na hata sina ukarimu ndani yangu. Bwana asifiwe sana. Anataka aniongezee mingi, lakini ile kidogo niko nayo siwezi achilia. Bwana asifiwe sana. Ni siku gani utapata 50,000 useme 20 ni ya church, 30 ni ya kazi yangu? Ni siku gani? Hakuna siku utapokea hiyo 50,000 ulipige mahesabu ikutoshee, kwa sababu maandiko inasema kama unaaminiwa kwa kidogo na hata mingi utafanya nini? Utaaminiwa. Haleluya. Kama unaaminiwa, kama mchungaji hayuko katika haya madhabahu, kila kitu itaenda sawa. Mungu atakuaminia mambo makubwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini hata ukipewa mambo makubwa bila kuaminiwa kidogo ni kazi bure. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Lazima ukubali kuaminiwa that little. Bwana asifiwe sana. Ukiaminiwa watoto wa Sunday school, hata kama mchungaji hayuko, unajua vizuri nitawafundisha na nitawaelekeza na lazima washike kitu. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hata wakati Yusufu ameingia katika nyumba ya mfalme, alipata kibali, akaaminika katika ile nyumba. Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza aminiwa na nini? Ni nini ambacho Mungu akikuangalia hivi anaweza kukuaminia? Haleluya. Kwa sababu amekufinyanga, amekuunda jinsi ambavyo anataka. Bwana asifiwe sana. Sio vile wewe unataka. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu anataka a gold, a shining gold. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu dhahabu lazima ipitie katika moto ndio ing'ae. Haleluya. Bwana asifiwe sana. That is why this prodigal son ana come back to his senses, na kwa baba kuna watu wanafanya kazi huko na wanakula na wanakunywa na wako sawa, lakini mimi ninakufa njaa. Ni watu wangapi wamekaa katika Mungu ukaona wakiaibika? Ni watu wagani wamekaa kwa Mungu vizuri ukaona wakishindwa? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu wetu hashindwi, Mungu wetu hapungukiwi, Mungu wetu ni kila kitu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna wetu wengi sana wanaendesha hata ma V8, wengine wamekaa mansionette, wengine wako na mpankaro na mpando wako kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe ukipata kidogo atukai huku na amani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. That is why unapata kitu tu imetokea, unashindwa ni nini ilitokea. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Kitu imetokea tu, unapata ile ulikuwa nayo, unasemanga kuna wakati nilikuwa tajiri. Na nilikwambia hata hiyo inaniumanga sana mimi nikisikia mtu akisema hiyo. Na muombeanga sana. Ati kama saa hii for example nitumia wa pastor asemange kuna wakati nilikuwa ninahubiri, lakini saa hii what happened? Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu kuna ile yenye hakukubali Mungu amuunde sawa sawa, atoke akiwa dhahabu inang'aa. Bwana asifiwe sana. Kitu moja ninashukuru Mungu, this prodigal son came back to his senses. Hallelujah. When the spirit is at work, you will come back to your senses. Useme na hiyo kuongea ninaongea siku hizi sioni nikienda vizuri. Hakika ninaongea vibaya sana. Hakika mawazo yangu ni chafu. Bwana asifiwe sana. Unaambia Mungu, Baba nibandirishe sasa, because your grace is at work. Hallelujah. Kwa sababu neema yako iko kazi. Baba ninataka kusonga. Baba ninataka kutoka kwa hii shinda. Kwa sababu kazi yako nimeona watu wakiendelea, nimeona watu
kufanyia kazi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. When you allow God's grace to work on you, Bwana asifiwe sana, hapo ndipo ukiomba atakupea yenye. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Haitakuwa na majuto. Bwana asifiwe sana. Ile yenye atakupokeresha hautajuta ni kwa nini uliipokea, because ameangalia akakupima na akakuona. Bwana asifiwe sana, ya kwamba you are worth to have this mansion it. You are worth to have this riches. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu you won't squander. Hautapewa hiyo utajiri uanze kulingia watu. Hautapewa hiyo utajiri sasa ukue hata umeama kiwango. Bwana asifiwe sana. Useme sasa mimi si wa kiwango ya chini tena. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu naambianga watu, wakati unapoishi katika hii dunia, live with a side mirror. Side mirror katika maisha ya mwanadamu ni ya maana sana. Usiangalie tu mbele na windscreen. Wakati unaendesha hiyo gari, dereva anaangalianga huku aone kama kuna mwenye anamweza muoverlap nyuma. Najua anakuja na speed, anaweza muoverlap upate kuna collision. Ukweli ama uongo? Anaweza angalia nyuma aone vizuri zaidi, huyu vile anakuja atanielekeza kwa mtaro. Ukweli ama uongo? Na wewe wakati unaishi na hiyo side mirror, inakukumbusha kuna wakati nilikuwa ninachana nywele, lakini leo ninaenda saloni ninatengenezwa. Unashukuru. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka kuna wakati nilienda na kiatu moja, sikuwa hata na nguo ya kuvaa ya kubadilisha. Inakushusha kiburi. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu mwana mpotevu aliomba nipee, akapewa. Bwana asifiwe sana. Na baada ya kupewa, ndiye huyu sasa ameinuka, mambo zingine zimeinuka, akaona nikijivinjari, si baba bado ako na vitu. Yeye si mwepesi wa hasira. Bwana asifiwe. Na hagailingi katika mabaya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yeye ni mwenye fadhili. He is God of mercies. That is why anapea huyo mtoto a memory to go back, kuangalia na hiyo side mirror. Haya, ninakula na kondoo na kwa baba yangu kuna watu wanakula. Hapo ndio unaamuka na stress yako, tunakupata kwa kanisa saa moja. Kwa sababu ilikuamsha usingizi. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo utajua niko na kamia, wacha nikimbie Marigiti nikuja na sukuma ya 100, kwa sababu you are back on your senses. Umejua vizuri lazima ukuwe na kitu, hiyo kidogo ifanywe multiplication, you have more. Bwana Thank you. Na alipoomba alipewa. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa kujirudia alisema afanywe a servant. For you to pray for what you desire. Ile kitu unasemanga Mungu ukinibariki na hii nitakupea shukurani, kubali Mungu akufinyange. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu Yeremia alitumwa katika nyumba ya mfinyanzi, akaambiwa na Mungu nimekutuma huko. Na wakati ambapo alienda, alipata mfinyanzi anaumba nyungu zake. Na maandiko inasema ile ambayo alikuwa naona ni mbaya, alikuwa anaiharibu tena na anaibonda upya. Haleluya. Mungu mwenyewe akaambia Yeremia, hivi ndivyo wana wangu walivyo katika mikono yangu. Bwana asifiwe sana. Wakati unaumbwa na Mwenyezi Mungu, unatokanga kitu ambacho ni cha dhamana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hautataabika, hautaona haya, hautaandika. Bwana asifiwe. Sababu mwana mpotevu alikuwa na arigasi yenye alikuwa shapewa. Kwa sababu haitasemekana haukukuwa ni tajiri, itasemekana tu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu macho inaona wewe ni tajiri. Hata wakati utasota watu wataona tu. Bwana asifiwe sana. Na hata wakati utajirudia
uone kweli kuna makosa iliingia mahali fulani, ama kuna jambo linizuilia likaniingiza katika mtego fulani, ujirudie. Yale macho yatashuhudia tu ukiinuliwa tena. Haleluya, Bwana asifiwe sana, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema nyingi. Bwana asifiwe sana. Wakati umekubali kuundwa na Mungu, wakati umekubali Mungu akutengeneze, Bwana asifiwe sana, ndio utokee ukiwa dhahabu. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo ile baraka hata wajaribu sana kukuangusha, hata adui ang'ang'ane nayo aiharibu, hataweza. Bwana asifiwe sana. You have paid the cost. And the cost is kukubali kufinyangwa na Mungu. Wakati unakuja hapa unaomba na unasikia kabisa hakuna kitu inasonga. Hata wakati umeomba, unafika kwa nyumba, unakunywa maji, unaambia Baba asante, maji iko. Bwana asifiwe sana. Sio kulalamika. Unaambia Mungu, Baba sasa ninalala njaa, ukiwa wapi? Unaona? Bwana asifiwe sana. Ama ulisema ni heri, Bwana asifiwe sana, walio na njaa ya kiu utawashibisha. Ndio, unaweza soma neno na ushibe, lakini kuna ile ya mwili. Bwana asifiwe sana. Kuna ile tumbo inahitaji na haijapokea. Sasa leo hapa umekula, lakini ukifika kwa nyumba umenugunika kwa sababu hakuna kitu ya kuweka kwa sufuria. Bwana asifiwe. Unafaa kuwa na ule moyo wa shukurani. Bwana asifiwe sana, kwa sababu wakati mwana mpotevu alirudia katika mawazo yake, aliambia baba yake, now give me. Bwana asifiwe sana. Sasa hapo nataka tuende na vice versa. Alianzia na kupewa, lakini hapa nataka tuanzie na chini sasa. Make me for you to give me. Hallelujah. Nitengeneze kwanza, ndio Baba unipee nipate kutunza. Bwana asifiwe. Umewahi pewa nguo na mtu? Wakati ulipewa hiyo nguo unaweza enda nayo kwa shamba. Ukweli ama uongo? Unaweza ivaa hata ukiosha nyumba. Bwana asifiwe. Na wakati umeenda boutique ukaambia yule umepata pale, nitolee hiyo hata utakangi kuona ikikuwa na mandoa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ati uligharamika. Bwana asifiwe sana, kupata hiyo nguo. Lakini ile ya kuomba, Bwana asifiwe sana, hata ukiomba panga kwa jirani, ataangalia aone kama uligongesha mawe ikapata zile nini za chini. Bwana asifiwe. Hiyo magesha uone kama iligongeshwa. Lakini yako ukinunua, unampea condition, unamwambia unaona hata hii aksi yangu usigongesha misumari. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo tunakuanga hivyo. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu amekupea kitu ambacho hujagharamikia, haujuangi kuitunza, lakini ukikubali Mungu akufinyange ile ambacho unahitaji, anapeananga msaada. Haleluya. Hautateseka milele kwa sababu umekubali Mungu akuumbe jinsi anavyopenda. Bwana asifiwe sana. Haujapimwa na kipimo ya mwanadamu. Amesusha ile ratili yake, akakupima, akaona you are now mature. Wewe si mtoto tena, wewe umekuwa grown up. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba, soma katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza, naomba mwelekezi uniweke Wakorintho wa kwanza 13 mstari ni wa 17. First Corinthians wacha nione kidogo tu. Ni first chapter ya mwisho ya First Corinthians ni 15 16 17. Yeah, First Corinthians 16 17.
Paul anasema, I was glad when Stephanas, Fortunatus and Achaicus arrived, because what they have supplied what was lacking from you. Imagine unatesekanga tu, Bwana asifiwe sana, na chochote unakihitaji kiko na mtu. Bwana asifiwe sana. Unaona hiyo unahitaji iko na mtu, imagine. Na wakati unakubali Mungu akufinyange, Mungu anakuconnectingi na huyo mtu ndiposa uipokee. Bwana asifiwe sana. Naomba uniwekee kwa Kiswahili. Hiyo kitu unahitaji. Ukihitaji gari, imagine iko na mtu. Ni vile Mungu sasa hajafanya connection, ni kwa sababu na wewe huja connect vizuri. Bwana asifiwe sana. Ukihitaji nyumba kubwa, imagine kuna mtu mahali anaweza kuja na ajenge hiyo mansionette. Ako mahali. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nalifurahi Stefana, Fortunato na Akaiko walipofika, kwa sababu hawa wamenipa yale niliyopungukiwa kutoka kwenu. Bwana asifiwe sana. Hivyo kuna vitu havikupatikana kwa wale watu mtumishi wa Mungu alikuwa nao. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo Mungu alitumana, akatuma Stephanas, akatuma Fortunatus na akatuma Achaicus to come and provide what was lacking. Hallelujah. Ninaomba sioni ya leo Mungu ukubali Mungu akufinyange upata kutumaniwa. Hallelujah. Ni kwa sababu what you are lacking iko na mtu. Hallelujah. Kila chochote ambacho unakihitaji, ukikubali grace ya Mungu ikufanyia kazi, anatumana. Hallelujah. Because the Bible says, I was glad when Stephanas, Fortunatus and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking. Kwa hivyo wale watu hawakukuwa na vitu zote. Na Paulo anasema, hao watu wa Wakorintho kuna vitu ambavyo walikosa. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu walikosa hizo vitu, imagine Mungu ni mwenye rehema nyingi, ametumana. What was lacking, these people supplied. Hallelujah. Kwa hivyo kila kitu unachokihitaji, ukikubali neema ikufanyia kazi, Davantere inakuja. Anatumana, hautahangaika, hautasema mimi niko njaa huku na kwa baba yangu kuna watu wanakula na wanakunywa. Hapo katika hiyo hali ndio utapata mtu ametumwa. Bwana asifiwe sana. Alitumania Paulo mtumishi wake. Na hata wewe ningeomba ombi langu, what you are lacking, may God supply. Whatever you are lacking, either ni school fees, shule zinaenda kufunguliwa, ama ni rent, ama ni pesa ya kutumikia Mungu, whatever you desire, may it be supplied to you. Bwana asifiwe sana. When you allow the presence and the grace of God to be at work in you. Bwana asifiwe. Ukubali tu, uambie Mungu sasa, nataka Baba unifanye kuwa mwana. Baba nifanye tu kuwa mwana. Jinsi unavyopenda Baba nifanye tu, na unipe ninachokihitaji. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni dhahabu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa naambia mtoto wangu siku ingine, namwambia kuna kitu moja tu Mungu anafanyanga kwa watu wake, na hiyo kitu inaacha legacy ambayo haijawahi sikika. Bwana asifiwe sana. Saa hii unataka kuingia State House, sasa ni by faith. And when grace is at work, unaingia pale, unapata our soldiers wako hapo, ma bodyguard wanakupigia salute na wanaingia, unawaambia I have appointment with Mr. President. Na hakuna. Bwana asifiwe sana. Unaingia katika lengo la kwanza, unaingia katika lengo la pili, na ukiingia katika lengo la tatu unapata mlango umefunguka. Nakwambia hiyo ni legacy. Bwana asifiwe sana. Na si wewe utakuwa umesema because the grace of God
He does the extraordinary. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Unachokihitaji unapewa unexpected. Bwana asifiwe. Mungu anakushangasha. Bwana asifiwe sana. Nakwambia kijana aliniambia, "Mom, utakuwa umebadilisha familia yenu yote." Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ulisikia wapi? Saa hii hata uende kwa Mbuvi Songo, hata utafute namba yake ati umpigie, si rahisi. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati neema iko kazi, utaingia State House na uambie, "Mr. President, peace be with you." Bwana asifiwe. Si Esther aliingia kwa mfalme? Si hata inawezekana kwa Mungu? Ni nini ambalo haliwezekani kwa Mungu? Hapo ndipo unataabika, unasema hakika kwa watu wa Mungu wanakula na wanakunywa, na mimi huko ninataabika. Ingia kwa Mungu, chochote unachokihitaji he will supply. Bwana asifiwe sana. Utaingia na imani, ndio utaingia na imani. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ni kama vile unaweza kuja pale upate mahali tunaekanga kifunguo, hakuna mtu na pastor hayuko. Sijui kama unajaribu kufikiria hiyo kitu. Ukifika mahali pale, ile ngeti ya kwanza inafunguka, na ukiingia ya pili mlango unajifungua. Nakwambia utakimbia ukisema ni mashetani. Utasema hiyo kuna kitu pastor amefanya. Ukweli ama uongo? Lakini with the faith you can come, ifunguke na ifunguke, na uingie uabudu na uabudu na ifungike tena. Bwana asifiwe sana. Because you have allowed the presence of God to work on you. Umefinyangwa na ukapewa neema ya kufungua mlango. Si kifuli cha pita kiliponya mtu, just a shadow. Alipita hivi, uwepo unasikika. It is through being made. Ufinyangwe mpaka ukubali. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu tukibadilishwa, ukirekebishwa tu hapa dakika 2, unaenda ukipiga kelele, unasema pastor sasa ananioneanga. Kwani ni mimi tu? Ama kama kosa kidogo tu unasema, siku hizi pastor ananionea, hata nitaachana na hiyo kwaya, ama sitakuwa ninakuja osha kwa hiyo kanisa. Bwana asifiwe sana. Kubali kufinyangwa, ni kwa sababu utatoka ukiwa dhahabu inayong'aa. Haleluya. Unaweza pata utaosha hizi tiles na kwako, au utaosha na dasta, utaosha na mabu. Utaosha na mabu kwa sababu uliaminiwa hii na Mungu akakupea yako. Bwana asifiwe sana. Au utateseka kwa Mungu kwa sababu mwana mpotevu aliteseka, lakini Mungu baadaye alimuunda. Lakini sasa ni ombi langu wewe uundwe na upewe. Bwana asifiwe sana. Na akiona atumane, atatuma Stephanus, Fortunatus and Achaicus to supply whatever you are lacking. May God bless you. May God do you good. Pastor, karibu. Tunaweza mpigia makofi tena katika jina la Yesu. Tunaweza pigia Bwana makofi sasa in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ni neno la wakati na ni neno langu na ni neno lako. Bwana asifiwe. Watu wote Mungu alitumia walipitia. Bwana asifiwe. Na ningetaka kusema hivi, usikae kanisani kwa sababu kuna kitu unataka ufanyiwe na Mungu. Bwana asifiwe. Kaa huko maana Mungu ni Baba. Bwana asifiwe. He has a plan for you, na anajua ni wakati fulani atakubariki. Bwana asifiwe. Lakini usikae kanisani juu kuna kitu unataka. Mwana mpotevu wakati aliondoka kwa baba, Bwana asifiwe, neema ilifanya nini? Ilikatika. Unasikia sasa ako in a foreign country. Amen. Na pia sasa hata hakai na watu, ameenda kiwango ya nguruwe. Hata kukula sio kafagara, ni hiyo maganda ya nguruwe. Maana hakutusa ile neema. Alifikiria ametosha, anaweza kaa bila neema na bila baba. Bwana asifiwe. Na ndio sasa wakati amefikiria, when he came back to his senses, he said, I gonna go back to my father. How many servants? Baba yangu wako na watumishi wangapi? Bwana asifiwe.
akamwambia Mungu, Baba, nimefanya dhambi huku duniani na mbinguni, make me to be one of your servant. Lakini baba alimwambia namna gani? Huwezi kuwa mtumishi, you are still a son. Although ulikuwa umepotea, umeweza kupotea. Ambia mwenzako, don't take the grace of God in vain. Usichukulie neema ya Mungu bure, na usitoke kwa madhabahu ya Mungu, usitoke kwa baba. Bwana sifiwe. Hata kama milima itakuwa mirefu namna gani na mabonde itakuwa kali, hata utakapopitia katika ufuri wa mauti, kaa huko, wenda kukwira kukwira ku. Bwana sifiwe. Ndio Daudi anasema wakati ameambiwa achague mambo matatu, akibizwe na adui ama njaa, na hiyo ingine alisema sitachagua. Aliambia nabii Gandhi ambaye ametumwa, amen, sitachagua. Amen. Alisema wacha niaguge kwa mikono ya Mungu, imejaa neema. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie tuaguke katika mikono yake, tukubali neema itufanyie kazi. Kuna hiyo kamsali nawekaga, na sijui kama mnafuataga, na ninashukuru huyo nimesikia anafuataga hii ibada. Nasemaga pale chini, the grace of God is at work. Bwana sifiwe. Na wakati neema ya Mungu iko kazi, Bwana asifiwe, milango inaweza funguka na mambo ambayo hujaomba inaweza tendeka. May God help us in Jesus name. Na ile neno imenifurahisha ni ukubali kuudwa to tutienda guthondeko. Bwana sifiwe. Unajua sio wewe Njoroge unastahili kuambia baba yako akupatie mali yako, ni yeye anastahili kukuangalia na jicho lake kama baba, aone Njoroge ametosha. Hii akuitisha utajimaliza nayo. Unaona yule mkubwa si walikuwa wawili, yule mdogo ndiye aliiti. Kwa hivyo hata yule wa kwanza baba alikuwa naona bado ni mto. Sasa kama first born hakuwa ameitisha, second anaitisha, wewe unaona vile atajimaliza nayo. Kwa hivyo ni vizuri ugojee Bwana. Ndio tunaambiwa ukae kwa madhabahu, hata kama utakaa 8 years kama yule alikuwa anapelekwa pale Bethsaida, wewe ikarako utiga ihenya. Bwana sifiwe. Watu wengine hapa tukibarikiwa, hata pasa utasema nikuje nikipiga magoti kwako. Hii ni uliokirathimĩtwo njuke ngituragia maru nguturirie Njoroge maru nigethute gicunjĩ gĩa 10. Unaambia pasa kuja na magoti sasa. Amen. Si Mungu atusaidie, na ndio ni lazima utengenezwe. Amen. Ndio ukibarikiwa utakuwa hata hiyo gari una hata huioni kama ni kitu. Bwana sifiwe. Lakini sasa ukiitisha ubarikiwe na huku sasa umebodwa, utaniambia pasa na tusizubuane, hii gari haitumiagi maji, unalipa kama watu wengine. Lakini kama umebodwa, amen, unaniwekea maji hapo na ile maji ya nini ya machugu ya mananasi, unaniambia pasta eda ukijiangalilia wanyama, maana sasa nimebeba mafuta. Bwana sifiwe. Mungu atusaidie. Na ndio unaona kuna vitu bado hatuwezi aminiwa na Mungu. Mungu anaangalia na mambo na maturity in the kingdom of God, sio miaka. Bwana sifiwe. Sio miaka ate nimekaa kwa ni vile unajiachilia. Na jambo lolote linatendeka as far as kama tukianza mwaka huu, Mungu alininenea kuna watu watatoka church. Na kwa hivyo ndio mliona hata wakiingia saa 6 wale waliingia. Mlisikia nikiongea? They were trying to provoke me niongee, lakini nilikuwa nimepelekwa mbele yao. Bwana asifiwe. Nisalimie katika jina la Bwana. I was prepared. Praise God. Na nikaambiwa na Mungu kuna watu nitaondoa ndio nitimiza makusudi yangu. Wamemaliza kazi yao. Praise God. Na kwa hivyo ni vizuri kubali Mungu akutengeneze in the name of Jesus. Abia mwenzako kubali kutengenezwa. Tusimame, siwezi hubiri. Inua mikono yako. Abia Bwana akutengeneze. Haendelee kukutengeneza. The grace is at work. Neema iko kazi. Baba, tunaliinua jina lako. Tunaomba Bwana jioni ya leo, kama vile Bwana umetunenea, when your grace at work, things will just happen. It is our prayer, King of all the glory, that your grace will continue to work for us, O God, in the mighty name of the Lord. Endelea Bwana kututengeneza. Endelea Bwana kutuuda. Tufinye Bwana kama vile mfinyazi anafinyaga udogo Bwana. Sisi si ni kama ule udogo, si ni kama ile udongo katika mikono yako Bwana. Tufinye Bwana, tutengeneze Bwana, katika jina la Bwana, ili mwishowe Bwana
ukaweze kutubariki Bwana. Kwanza tuude Bwana, tutengeneze, tunaomba katika jina la Yesu. Uondoe chebe yote ya dhambi na mambo yote Bwana yanatuzingira, mizigo yote mizito ambayo tumebeba, na zile dhambi zinatutega kwa urahisi Bwana. Tunaemisha Bwana kushinda, maana neema yako inatufanyia kazi, ili mwishowe Bwana tukawe dhahabu ambayo Bwana iko na utukufu na ambayo inang'aa. Uinuliwe Bwana na ubarikiwe, maana wewe ni Mungu. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Tunaliinua jina lako Jehova jioni ya leo, tukiomba Bwana utusaidie. Inua mikono yako vizuri, na kuna neema Mungu anaachilia juu yako katika jina la Bwana. Ninasikia kuna watu hapa wanalalamika, mambo haijaenda vile ulifikiria. Wana wa Israeli wakanugunika, wakauliza, kwa ni kila siku tutakuwa tunakula mana? Wakaomba nyama, na maana Mungu hakuwa ameamua kuwabariki na nyama, ni hawa waliitisha, walinyogwa, zilikatalia kwa wakakufa wengine. Baba, tunaomba jioni ya leo tupatie kile tunahitaji wakati huu Bwana, tufinyage, achilia neema ya subira. Oh God, in the name of Jesus, pokeeni neema ya kusubiri na neema ya kugojea. Stage ya kugojea ni stage inakuwaga very delicate, hata katika maisha ya Mkristo. Wakati Mungu anasema mgojee, Lord we pray, tupatie subira Bwana, tukugojee Bwana, wakati unatuda na kututengeneza, ili Bwana ukaweze kutuinua. Tusaidie na utunemishe, in Jesus name we pray. Tunaweza pigia Bwana makofi katika